Kuhusu swali mziki, sema kuna jamaa yako ni mujtahida inaonekana ni mwanamama mashaallah, ila mtihani wake ni mwanaume wake kwa mziki, subhanallah, ndo anafanya je kwa hilo? Maana ashamwambia sana, ila anamjibu weye niombee dua tu. Mziki ni haramu kwa kweli, mziki ni haramu, na anafanya vizuri sana kumwambia mume wake aache mziki kusikia, na hata mume afadhali anajibu vizuri, niombee dua tu. Huyo iko na afadhali pia hata yeye, kwa sababu watu wako sempuli tatu. Wako mtu katika maasi, watu wako sempuli tatu. Wako mtu anasikia anafanya maasi, ukimkumbusha anatofuka adabu, anasema mabovu mabaya, anasema povu. Huyo ni mbaya sana, hata msamaha wake kwa Allah ni mzito. Na hawa ndio wale watu ambao unasikiaga hadithi nyingi zinakuja, Allah hatomtazama jicho la khairi, wala hatomsemeza, wala hatomtakasa, kwa sababu alikuwa na jeuri katika maasi. Mtu wa pili ni mtu ambaye anakiri kama ni makosa, anasema ni kujishusha, kuonyesha kama ni binadamu, muombeeni dua na kadhalika. Huyo iko na wafadhali. Huyo Allah anaweza kumwadhibu, sio kama ule wa kwanza, au akamsamehe, la siyama kama amezidiwa, lakini akumbushwe, aletewe dalili, aletewe mawaidha mazito kuhusu hilo jambo lake, aambiliwe aya za Allah alizokataza mziki, aambiliwe hadithi za Mtume sallallahu alizokaripia mziki. Wena kaacha inshallah, apelekwe kwenye mawaidha sana, aletiwe kanda za mawaidha nyingi, apewe Qur'ani sana, wenda Allah anaweza kumtubia na akamtakia khairi akabadilika biidhnillah. Lakini pia mke wake aendelea anafanya hizo juhudi za kumsaidia katika kumwelekeza, sababu Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, muoe mwanamke wa dini. Hadithi inasemaje? Hadithi inasema kwa matamshi yake kwenye Kiarabu, ad-dunya mataa wa khairu mataiha, dunia ni starehe, na starehe nzuri ya duniani ni kumpata mwanamke saliha mwema, tuinuka ala amri dinika wa dunyaka, au kama qala alayhi wasallam. Huyu mwanamke atakusaidia kwenye mambo ya kidunia yako, mambo ya dunia yako na mambo ya dini yako. Mambo ya dunia yako atakupikia, atakuandalia kitanda, hiyo ni mambo ya dunia yako. Atakuzalia watoto, utaenda kazini kutafuta pesa, utakutana nyumbani ameshajiandaa, hiyo ni mambo ya dunia yako. Utapumzika vizuri. Huyo ndio mwanamke mwema, anajua mume wangu anapenda alale vizuri, asikie nyumbani pananukilia vizuri, au ni watoto wamependeza, anapenda kula chakula kitamu. Huyo ndio mwanamke mwema. Hakujisahau kwenye dunia, pia hakujisahau na kwenye dini. Kwenye dini anakukidhia, anakusaidia mambo ya dini yako. Anajua mume wangu ananihitaji, ni makosa mimi kumkatalia mume wangu akinihitaji. Unapumzika, hauna habari za kutoka nje ya ndoa yako. Ukitereza, mume wangu, hili ni kosa, anakuamsha kusali usiku alfajiri, anakukumbusha sala, anakukumbusha kusikia mawaidha, anakukumbusha kusikia acha muziki ni haramu na kadhalika. Huyo mume wake ana wafadhali, aendelee, anampa mawaidha inshallah.